Safari katika nchi ya wafu. Riwaya ambayo imeandikwa na kusomwa na Igara Kabaji. Kwa niaba ya mwelekezi wangu Pambi Igara na uhariri wangu Neka Igara, Barak Wandera na Marion Maraka na wakaribisha. Hadithi hii imeandikwa katika mandhari ya Afrika na inahusu kipindi cha zamani kabla ya ujio wa wazungu. Inahusu chifu katili ambaye kwa hasira zake anaamua kumpeleka mmoja wa raia wake kwa dunia ya wafu. Nia yake hasa ni kupata chungu cha ajabu cha dhahabu ambacho iliaminika kilikuwa chanzo cha hekima. Kinachofuata ni matukio ya hadithi ambayo yatakuleta karibu na ufahamu wa siri na hekima kuhusu Afrika ya jadi. Sura ya kwanza. Hapo zamani za kale, enzi za babu zetu, kabla wazungu hawajafika Afrika, paliishi mfalme mmoja. Mfalme huyu aliitwa Kize. Kize alikuwa mfalme wa himaya ya Yonga. Yeye alikuwa mtu mwovu. Aliwachukia watu wote maarufu katika himaya yake. Alimchukia kila aliyenawiri katika shughuli zake. Hii ndiyo sababu iliwafanya mashujaa wote wa kiume kwa wa kike katika himaya ya Yonga kuishi kwa wasiwasi. Walijua kuwa Kize angepanga njama ya kuangamiza. Hata hivyo, Kize hangewazuia watu kufanya bidii na kunawiri katika shughuli zao mbalimbali. Himaya ya Yonga haikupungukiwa na mashujaa wenye vipaji. Wengine walifanya mambo ya kiajabu ambayo yaliwafanya kuwa majagina. Katika ufalme wa Yonga, watu walihitajika kuzilinda familia zao dhidi ya wanyama wa pori. Wengine walihitajika kupigana ili kuzilinda jamii zao dhidi ya maadui waliolenga kuangamiza. Hata hivyo, Kize hakumfurahia mtu yeyote aliyesherekewa katika himaya yake. Hili lingefanyika, basi angejifungia katika kasri lake ili apange njama ya kumwangamiza mtu huyo. Hii ndiyo sababu iliyomfanya kuchukia kijana kwa jina Kisai, shujaa mkubwa aliyejitolea mhanga. Kisai alikuwa kijana wa kiajabu. Katika umri wa miaka 12 tu, Kisai alikuwa amejulikana katika vijiji vitatu vilivyokuwa chini ya himaya ya Yonga. Japo alizaliwa katika kijiji cha Yose, kila kijiji kilitaka kujinasibisha naye. Hii ndiyo sababu alijulikana kwa majina tofauti tofauti katika kila kijiji. Katika kijiji cha Jimusha alijulikana kama Chagota, mzimu kutoka nchi ya wafu. Kijiji cha Jimusha pia kilijivunia Kisai kwa kuwa mamake alikuwa binti wa kijiji hicho hicho. Katika kijiji cha Yose aliitwa Nyota kutoka Ziwani. Hii ni kwa sababu alimwokoa binti mmoja aliyewahi kuzama katika ziwa. Na katika kijiji cha Jivaji alijulikana kama Chui. Alipewa jina hili kwa sababu alimuua chui hatari aliyekuwa tishio katika kijiji hicho. Chui huyo alikuwa amewaua mbuzi na kondoo wengi pamoja
na mtu mmoja. Kwa hakika Kisai alikuwa mtu aliyeheshimika katika himaya nzima ya Yonga. Hili halikumfurahisha Mfalme Kize. Alibuni mbinu nyingi za kumwadhibu Kisai. Kila mara angemwita Kisai kwa kasri lake na kumpa kazi za sulubu. Kwa nini watu wanamsifu kijana huyu? Mfalme Kize aliwauliza watumishi wake siku moja. Alikuwa amepokea tu habari kuwa wazee wa kijiji cha Jimusha walikuwa wamemzawadi Kisai kutokana na juhudi zake za kumwokoa mvulana mmoja aliyekuwa amezama katika mto Rhino. Mto Rhino ndio ulikuwa mto mkubwa zaidi katika himaya ya Yonga. Mto huu ndio ulioweka mpaka kati ya himaya ya Yonga na Bunale. Mtu yeyote anaweza kufanya hili, sivyo? Kize aliwauliza watumishi wake kwa hasira. Ndiyo umwami, mfalme, wakasema ili wasimuudhi. Ni sawa ikiwa wanadhani kuwa anaweza kufanya lolote, basi wacha tuone ikiwa atakamilisha wajibu nitakaompa, alisema huku akipandwa na mori. Baada ya kimya kidogo aliongeza kusema, nitamtuma katika nchi ya wafu. Uwi! Mmoja kati ya watumishi wale alilia. Alijua kuwa hakuna aliyewahi kwenda katika nchi ya wafu na kisha akarudi akiwa hai. Hadithi za kihistoria zilidai kuwa zamani za kale, mganga mashuhuri ulimwenguni aliishi katika himaya ya Yonga. Aliishi kwa miaka mingi sana. Watu wengine walisema kuwa aliishi kwa zaidi ya miaka 500. Ijapokuwa alikuwa mzee sana, aliisubiri siku ya kifo chake bila mafanikio. Kwa hivyo siku moja alichoka kuendelea kuishi. Alikusanya kila kitu chake na akasafiri hadi nchi ya wafu. Miongoni mwa vitu alivyovibeba kwa ajili ya safari yake ni pamoja na chungu cha dhahabu. Chungu hiki cha dhahabu kilisemekana kuwa chanzo cha hekima yote, utajiri na uganga mkubwa. Nitamtuma ili akilete chungu kile cha dhahabu cha kihistoria. Je, hatukuambiwa kuwa mganga mkuu aliondoka nacho wakati huo aliposafiri kuelekea nchi ya wafu? Akauliza. Ndiyo, ni kweli. Baba yangu aliwahi kunisimulia kisa hicho. Mmoja wa watumishi wake akadakia. Kwa muda mfupi ujumbe ukatumwa kila pembe ya vijiji vitatu vya himaya ya Yonga. Uamuzi wa mfalme ulitangazwa wazi wazi katika himaya nzima ya Yonga. Punde si punde Kisai aliletwa mbele ya mfalme ili aweze kupewa maagizo ya kukirejesha chungu cha dhahabu kutoka nchi ya wafu. Wakazi wa Yonga walishangazwa na kushtuka. Hakuna aliyedhubutu kusafiri hadi nchi ya wafu na hatimaye akarudi akiwa hai. Mizimu ya wafu haikuwaruhusu wale waliokuwa hai kusafiri katika nchi ya wafu. Huyu mfalme anataka kumuondoa Kisai uhai, Bikizee Digo akasema kwa sauti, na kisha akatema mate kwa nguvu kabla ya kuondoka uani kwa mfalme, huku akijishikilia kwa mkongojo wake.
Ndiyo, mbona anamtuma Kisai kwa nchi ya wafu? Pele akasema kabla ya kumfuata Bi Kizedigo. Hata hivyo, amri yoyote ya Mfalme Kize ilichukuliwa kuwa sheria katika himaya ya Yonga. Kisai alifaa kufunga safari ya kwenda nchi ya wafu. Sura ya pili. Kisai aliletwa katika kasri la mfalme. Alisimama mbele ya mfalme ili apokee maagizo. Kinyume na matarajio ya wengi, Kisai hakukataa kutii agizo la mfalme wala kuonyesha dalili za uoga. Alikuwa tayari kuianza safari hiyo ngumu. Nataka uende katika nchi ya wafu. Utakapofika huko, mtafute mganga mkuu aliyeondoka katika himaya ya Yonga miaka mingi sana iliyopita. Yeye anaishi katika nchi ya wafu. Kutoka kwake utwae chungu cha dhahabu, kisha uniletee. Ikiwa utatumia mabavu au mbinu nyingine yeyote, mimi sijui. Madam nikione chungu hicho, mfalme aliagiza. Mheshimiwa, nitafunga safari kama ulivyoniagiza, Kisai alisema. Baada ya kimya kidogo aliendelea. Mheshimiwa, naomba unipe siku moja ili nijiandae kwa ajili ya safari, Kisai aliomba. Kama ujuavyo, mimi ni mkarimu sana. Nitakupa siku 3 ujiandae, mfalme akamjibu. Asante sana mheshimiwa, Kisai alisema, kisha akaondoka. Watu wengi walifika nyumbani kwa Kisai kumtaka apuuze agizo la mfalme. Wengine walifika ili kumwaga, maana walijua kuwa hakuna aliyewahi kwenda katika nchi ya wafu na kisha akarudi akiwa hai. Mamake Kisai alikuwa na wasiwasi mwingi sana. Alimpikia Kisai chakula alichokipenda: pap, mkorogo wa unga wa mahindi pamoja na mito, mboga yenye majani machungu. Kwa Kisai hii ingekuwa safari ya kufana sana. Siku moja kabla ya Kisai kuanza safari, alijifungia katika simba, chumba cha wavulana, ili atafakari na kuandaa fikira zake kwa ajili ya safari ndefu hadi nchi ya wafu. Alfajiri na mapema ya siku ya safari, Kisai aliamka. Alivaa mavazi yake ya kivita, ngozi ya kima pamoja na kofia iliyotengenezwa kutokana na ngozi ya chui. Upanga wake ulitiwa ndani ya mfuko wa ala za vita kwa uangalifu na ukaingizwa kwa mfuko uliokuwa karibu na paja lake. Katika mkono wake wa kushoto, Kisai aliuchukua mkuki na ngao. Huku machozi yakimlenga machoni mwake, alimkumbatia na kumbusu mamake pamoja na dadake na kisha akawaaga. Mamake na dadake walimtazama akiondoka. Machozi yaliwatiririka njia mbili katika mashavu yao. Hawakuwa na uhakika wa kumwona tena maishani mwao. Sura ya 3. Ili kufika katika nchi ya wafu,
Kisai alihitajika kuipita misitu 9 iliyosokotana, yenye miti na viumbe vya kiajabu ajabu. Ilimbidi pia avuke mito 7 kwa kuogelea. Safari hii ingemchukua miaka 3. Kisai alitembea kwa muda mrefu. Aliupita msitu wa kwanza na hatimaye akaufikia mto wa kwanza. Ulikuwa mto mkubwa. Maji yalikuwa matulivu. Kisai alijiuliza kama kweli samaki waliishi katika mto wa aina hii. Hatimaye akaukumbuka ule msemo wa ukiona kobe amenyamaza, jua anatunga sheria. Aliketi katika ufuo wa mto huo, huku akitafakari namna angeuvuka. Japo alikuwa mwogeleaji shupavu, hakuwa na uhakika wa muda na saa au siku ambazo angehitaji ili kuvuka mto huo. "Mjukuu wangu, unataka kufanya nini?" Kisai alisikia sauti ya mwanamke ikisema. Aligeuka kutazama kulikotokea sauti, lakini hakumwona mtu yeyote. "Nimeketi hapa karibu na mti huu mkubwa wa mgumo," aliendelea. Kisai alielekeza macho yake kwenye mti ule mkubwa wa mgumo, na kwa hakika kando ya mti huo palikuwa na mama aliyekonda mithili ya sindano. Kisai aliogopa sana. "Ni nini kimekuleta umbali huu?" Bi Kizee huyo akamuuliza, huku Kisai akimkaribia na kunyoosha mkono ili amwamkue Bi Kizee huyo. "Ni nani alikuambia kuwa sisi huwasalamia watu kama ninyi jinsi watu wenye uhai mfanyavyo? Je, unanijua?" "Sikujui," Kisai akajibu. "Mimi ni Gogodigo, mimi si mtu wala mzimu." "Mimi si mfu wala mtu mwenye uhai, na hiyo ndiyo sababu ninaishi kati ya walio hai na waliokufa," akasema. "Niambie kilichokuleta hapa." "Nijibu mara moja, la sivyo nitakugeuza uwe jiwe sasa hivi," akaamrisha kwa ukali. "Ninaenda katika nchi ya wafu. Nilitumwa na mfalme wetu kurejesha chungo cha dhahabu ambacho mganga wa kihistoria kutoka ufalme wa Yonga alienda nacho katika nchi ya wafu. Huyu mfalme ni mpumbavu sana. Anawezaje kukutuma katika nchi ya wafu? Na wewe unawezaje kusafiri katika nchi ya wafu ukiwa umevalia kama kwamba unakwenda vitani? Kwani unakwenda kupigana na watu walio hai kama wewe?" Gogodigo alisema kwa ukali. "Tupa huo mkuki, kisu pamoja na ngao ndani ya mto mara moja," Bi Kizee aliamuru. "Sasa njoo uondoe funza kutoka kwa vidole vyangu hivi," alisema Bi Kizee. Kisai aliketi ili aondoe wale funza kutoka kwa vidole vyembamba. Giza lilikuwa tayari limeingia alipokuwa akimaliza kuondoa funza 4 kutoka kwenye kidole cha mwisho. "Sasa chanja kuni kisha unifate," akaamuru. Kulikuwa na majani mengi ya miti yaliyokuwa
yamekauka. Kisai hakuchukua muda mrefu kuchanja kuni. Baada ya muda mfupi, Kisai alikuwa tayari kumfuata Bi Kizee huyo. Wawili hao walifuatana kama siafu, unyo kwa unyo, katikati ya msitu huo hadi wakafika katika lango la pango ambalo ndilo lilikuwa nyumba ya Bi Kizee. Tundu la pango lilikuwa dogo mno. Kisai alijisukumiza ndani hadi hatimaye akaweza kuingia. Ndani ya pango hilo palikuwa na nafasi kubwa. Kulikuwa na mitungi miwili mikubwa katika pembe moja ya pango hilo. Katika pembe nyingine palikuwa na uchago ambako aliweka kuni. Bi Kizee huyo alizitemea mate kuni na kisha moto ukawaka ghafla. Bi Kizee alipika pap na mito, majani machungu. Kisai alistajabu kuwa Bi Kizee alikijua chakula alichokipenda. Baada ya kula, alimuonyesha Kisai kitanda kikuukuu cha vyuma pembeni mwa pango ambako angelala. Una chochote cha kusema kabla hujalala? Alimuuliza Kisai, kisha akaendelea. Mimi huwa silali. Huu ndio wakati ninao watembelea walio hai katika nchi ya walio hai na wafu katika nchi ya wafu. Tafadhali na kuomba unisaidie nifike katika nchi ya wafu ili nimpelekee mfalme kile chungu cha dhahabu, Kisai alimuomba. Nitakujibu kesho asubuhi. Kwa sasa usijali na chochote utakachoona. Umesikia? Akauliza. Ndiyo, Kisai akajibu. Ghafla Binvu ajuza akageuka kuwa paka. Paka huyo aliruka kupitia tundu la pango na kisha akaenda zake. Kisai hangeweza kulala vyema. Kila mara alijigeuza kutoka sehemu moja ya kitanda hadi sehemu nyingine, huku akiwaza kuhusu maisha yake. Alikumbuka kitu kimoja ambacho mamake aliwahi kumwambia. Alimwambia, watu wema hulindwa na nguvu za kiajabu. Sura ya 4. Kisai aliamka asubuhi na mapema. Alishangaa namna alivyoweza kupata lepe la usingizi katika sehemu kama hiyo. Alipanguza matonge kutoka uso wake na kisha kuanza kuchunguza kwa makini sehemu ya ndani ya pango hilo. Miale ya jua lililokuwa linachomoza ilipenyeza katika pango hilo kupitia matundu kadhaa yaliyokuwa katika pango hilo. Katika ukuta palikuwa na michoro ya zamani ya wanyama. Hakuwa amewahi kuwaona wanyama waliokuwa katika michoro hiyo. Halafu, kama kwamba ni jibu kwa yale yaliyokuwa yakimpita akilini, alimwona Bi Kizee Gogodigo akinyatia pangoni. Mjukuu wangu, ulilala vyema? Aliuliza. Ndiyo. Bila shaka nilijua ulilala. Usidhani kuwa unaniambia jambo geni. Nina majasusi wangu humu
ambao wamenifahamisha kupitia mawasiliano ya mawimbi ya upepo, Gogodigo akaongeza. Haya basi, hujakuwa ukimaka kutokana na michoro hii? Aliuliza huku amemkazia Kisai macho. Ndiyo bibi, Kisai akajibu huku akiwa anastaajabu kwa jinsi gani bikizee huyu alikuwa anajua kilichokuwa kikimpita akilini mwake. Sasa nimefikiria ombi lako. Nitakusaidia kufika katika nchi ya wafu. Wewe ni mjumbe tu, na ndiyo maana ninakusaidia. Lakini je, mfalme wako anafahamu kilicho ndani ya chungu hicho cha dhahabu? Sijui, lakini ninakisia kuwa anajua kilicho ndani ya chungu hicho, Kisai akajibu. Gogodigo akacheka kwa sauti ya juu. Mwanangu, mfalme wako hajui. Hii ndiyo sababu alikutuma. Anadhani kuwa chungu hicho kitamletea utajiri na sifa katika nchi ya walio hai. Bikizee akacheka. Lakini hiyo si kweli. Nenda ukakitwae, lakini ikiwa utafaulu, tafadhali usikifungue, Bikizee akamshauri. Sasa tazama, Gogodigo akaendelea bila kukatizwa. Chukua huyu, alisema huku akivuta kifungo kidogo kilichong'aa kutoka ukutani. Huyu atakusaidia. Atakuambia kila utakachohitajika kufanya kila wakati ukijipata mashakani. Je, nilisikia ukirejelea kifungo hiki kama mtu? Ndiyo, hiki si kifungo, lakini ni msaidizi wako. Kisai alitazama kifungo hicho tena, kilichokuwa na shimo ambalo uzi ulipitishwa ndani yake. Sasa ifunge shingoni na uitie kwa pani mwako, akaagiza. Nataka sasa ufahamu kuwa hiki si kifungo tu cha kawaida, bali ni msaidizi wako. Yeye si mfu wala hai. Uko salama salmini? Akauliza kwa sauti zaidi. Ndiyo, niko salama, Kisai alijibu. Kisai alisikia kitu kikijibu kutoka kwa kwapa lake. Ukipata matatizo, muulize akusaidie. Muulize swali lolote katika safari yako. Umeelewa? Aliuliza. Ndiyo nyanya, Kisai alijibu. Kwa hivyo unaweza kuanza safari yako, Gogodigo akahitimisha. Kisai alitembea kwa muda mrefu sana. Siku, miezi na miaka ilipita. Alivuka kwa kuogelea katika mito iliyosalia hadi akafika mpakani mwa nchi ya wafu na nchi ya walio hai. Kwa msaada wa kifungo hicho, aliweza kutembea ahera, nchi isiyokuwa na watu wala mizimu. Sasa nifanye nini kabla ya kuingia katika nchi ya wafu? Aliuliza. Alihisi kitu kikitembea katika kwapa lake, huku kifungu kikigeuka. Huwezi kuingia katika nchi ya mizimu ukiwa na nguo. Watakutambua kisha wakuue. Wewe ingia katika nchi ya wafu ukiwa uchi namna ulivyozaliwa. Kisai alivua nguo zote mara moja. Alitoa kofia yake ya muundo wa ngozi ya kima
na viatu aina ya kala, na kisha akaingia katika nchi ya wafu. Baada ya kitambo kidogo, alihisi kitu kikinyea tena katika kwapa lake. Kisha akauliza, je, kuna kitu nitahitajika kufanya? Ndiyo, usizungumze na mfu yeyote, hujui lugha yao. Ikiwa yeyote atazungumza na wewe, basi sema tu ngebe. Kifungo hicho kilimwonya. Kisai alikutana na wafu wengi. Aliwapata katika hali mbovu sana. Wote walikuwa uchi wa mnyama. Pia walikuwa wanastaajabisha. Wengine walikuwa hawana miguu. Wengine walikuwa wembamba kama ufagio. Wengine waliota mizizi mahali pa miguu. Wengine hawakuwa na vichwa, huku wengine wakiwa na vichwa zaidi ya 10. Baadaye Kisai alifika katika nyumba moja ya kushangaza. Nyumba hii ilikuwa imejengwa kwa kutumia vyungu vya dhahabu. Hapakuwa na shaka kwamba hii ndiyo ilikuwa nyumba ya mganga mkuu. Alibisha kisha akaingia. Sura ya 5. Mganga mkuu alikuwa na umbo la kuogofya. Macho na mdomo wake ulikuwa umechomoza. Alikuwa uchi sawia na wale wafu wengine. Alimwashiria tu Kisai aketi chini. Ni nini kimekuleta huku wewe binadamu? Aliuliza. Ngebe, Kisai alijibu. Mganga mkuu aliendelea kujishughulisha na mambo mengine kana kwamba Kisai hakuwepo nyumbani humo. Kisai alimchunguza kwa makini. Aliwasha moto kwa kupuliza hewa katika zile kuni, kisha zikawaka moto. Mganga mkuu pia alikuwa mkarimu. Alimwandalia Kisai chakula na kumwashiria Kisai ale. Lakini Kisai hakula. Alihisi kifungo kikimnong'onezea tena. Usile chakula cha wafu. Si sawa na chakula cha watu walio hai. Watu walio hai hufa wakila chakula cha wafu. Kabla ya giza kuingia, Kisai alimwona mfu mwingine akiingia chumbani. Alifanana na yule mganga mkuu. Tofauti baina yao ilikuwa ni umri tu. Huyu alionekana kijana. Huenda alikuwa hata mchanga kumuliko Kisai. Hata hivyo, macho na mdomo wa mfu huyu uliochomoza ulitisha. Lazima awe mwanawe mganga mkuu, Kisai alijiambia. Mganga mkuu alimwonyesha Kisai mahali pa kulala. Alifaa kulala karibu na mwanawe. Kisai alishangaa ni kwa nini mganga hakuwa na haja tena ya kuzungumza naye. Usiku kucha Kisai hakulala. Kwa kweli hakumwamini yule mganga na mwanawe, pamoja na macho na midomo yao iliyochomoza. Mganga mkuu alilala katika pembe nyingine ya upande wa pili wa nyumba. Awali kulikuwa na kimya, kisha Kisai akagundua kuwa mganga alikuwa ameshikwa na usingizi wa pono.
alikuwa akisona misono kwa nguvu. Firiririri, jidi jidi jidi. Firiririri, jidi jidi jidi. Mgeni, mgeni. Firiririri, jidi jidi jidi. Misono hiyo ilikuwa na mrindimo fulani wa muziki ambao nusura umfanye Kisai kuamka ili asakate dansi. Punde sipunde asikia kifungo kikitembea. Sasa ondoka hapo ulipolala pamoja na blanketi yako hadi pembeni mwa sehemu ya pili ya nyumba karibu na chungu hicho cha dhahabu. Hicho ndicho chungu ulichotumwa kutwaa, alisikia kifungu kikimnong'onezea. Kisai alifanya haraka wakati huo mganga akilala, na hatimaye akabadili sehemu yake ya kulala. Alienda katika pembe ambako kulikuwa na chungu kile. Ghafla mganga aliacha kusona. Kisai alimwona akijivuta na kuchomoa upanga wake. Alisonga karibu na alipokuwa amelala Kisai, alikata mara kadhaa mahali hapo. Hakujua kuwa Kisai alikuwa amesonga sehemu nyingine na badala yake palikuwa na mwanawe mganga. Kwa kuwa ulikuwa usiku wa giza, hangeweza kujua kuwa alikuwa amemkatakata mwanawe katika vipande vipande. Hatimaye alirudi kulala. Alianza kusona misono tena. Firiririri, jidi jidi jidi. Firiririri, jidi jidi jidi. Mgeni, mgeni. Hayupo tena, hayupo tena. Firiririri, jidi jidi jidi. Kisai aliogopa sana. Ningekuwa nimekufa mimi, kisingekuwa kifungo hiki, aliwaza. Sura ya 6. Sasa unaweza kuchukua chungu hicho kinachong'aa kisha uondoke. Kisai alisikia akiamrishwa na kifungo. Mara moja alikitwaa chungu hicho kilichokuwa kinang'aa. Kwa bahati nzuri hakikuwa kizito kama alivyodhania. Alifyatuka kama risasi. Alikimbia kama paa aliyenusurika kukamatwa na simba. Ulikuwa bado ni usiku na nchi ya wafu ilikuwa kimya kama wafu wenyewe. Kwa msaada wa kifungo alikimbia na kuvuka mito 4 kabla ya kupambazuka. Kufikia mchana wa siku iliyofuata, hakuwa mbali na mpaka wa nchi ya wafu na nchi ya walio hai. Kwingineko, mganga mashuhuri alipoamuka aligundua alichokuwa amefanya usiku wa manane. Alikuwa amemuua mtoto wake wa kiume. Pia aligundua kuwa chungu chake cha dhahabu kilikuwa kimeibiwa. Alijua kuwa lazima kulikuwa na jambo lililokuwa limeenda mrama. Kulizuka wasiwasi katika nchi ya wafu. Wafu hawakujua wafanye nini kutokana na kuuawa kwa mmoja wao. Hili halikuwa limewahi kutokea hapo awali. Lakini kulikuwa na swali la ilikuwaje mtu mwenye uhai afike katika nchi ya wafu na kuiba chungu cha dhahabu? Walijua kuwa chungu hicho kilikuwa na siri zote za wafu. Kuhani mkuu wa wafu alimwita mganga mkuu na mashujaa wote kutoka kila pembe ya nchi ya wafu katika kasri lake, na kisha akawaamrisha wamfuate mwizi huyo.
walikuwa na wasiwasi kwamba ikiwa mwizi huyo alikuwa amevuka mpaka wa nchi ya wafu, hawangeweza kufanya lolote. Wafu hawangeingia katika nchi ya watu walio hai. Mbio zao zilikuwa za sakafuni. Hatimaye walifika ukingoni. Wakati walipokuwa wakikaribia mpaka wa nchi ya wafu na walio hai, walimuona Kisai katika mlima akiwa amebeba chungu hicho cha dhahabu. Mganga mkuu alitupa macho yake mbali na hatimaye akamuona Kisai katika ukingo wa pili. Kisai pia alitazama nyuma na kumuona yule mganga mkuu. Macho yao yakakutana ana kwa ana. Kisha yule mganga mkuu akasema, "Si hoja, kwani wewe ni mjumbe tu. Sitakudhuru wewe, lakini aliyekutuma atajuta kwa kuiba katika nchi ya wafu." Punde si punde, kifungo kilimwambia Kisai aangalie kwa mti uliokuwa pembeni mwake. Kisai alipoutupia mti huo jicho, aliona mavazi yake. Aliyachukua na kuyavaa. "Mimi nimemaliza kazi yangu sasa. Niruhusu nirejee kwetu," kifungo kilisema. "Asante sana kwa kuniauni katika safari yangu." Kisai alipomaliza kunena haya, kifungo kiligeuza umbo lake kikawa nyuni. Kikapaa kuelekea katika nchi ya wafu. Kisai alikitazama kwa muda mrefu hadi kilipotokomea mawinguni. Sura ya 7. Alipokuwa katika ukingo wa mwisho kabla ya kuingia katika himaya ya ufalme wa Yonga, Kisai alipiga king'ora chake kuashiria ushindi. Kila mtu katika himaya ya Yonga alikimbia kuelekea kwenye ukingo huo, maana walijua kuwa king'ora hicho kilikuwa cha Kisai. Wazee kwa vijana na hata wagonjwa walikuja. Hili halijawahi kufanyika hata katika enzi za mababu zetu wa zama za kale. Samadi, mzee mkongwe zaidi katika himaya ya Yonga, alisema, "Chungu hicho cha dhahabu ndicho kiliwaaminisha." Kiongozi wa waombolezaji kijijini Ketore aliwaita watu kukongamana katika ua la mfalme, ambako Kisai alisimulia yote yaliyompata, na kisha akamkabidhi mfalme chungu hicho cha dhahabu. "Kwa kuwa sasa nina chungu cha dhahabu, ninayo mamlaka yote katika nchi. Ninayo maarifa kuhusu dawa na hirizi zinazoudhibiti ulimwengu," Kize alijiambia. Mfalme alikifungua chungu na ghafla binvu kukatokea ngurumo na radi zilizofuatwa na upepo mkali. Baada ya muda mfupi, Kize na washauri wake wakapigwa na radi. Wote walikufa wakiwa uani mwa kasri la mfalme. Himaya ya Yonga ikakosa mfalme. Watu walihitajika kumtafuta kiongozi mwingine. Kila mtu katika himaya ya Yonga alimpendekeza Kisai kuwa mfalme. Hivyo basi, kwa umri mdogo sana, Kisai alitawazwa kuwa mfalme wa Yonga. Hapo ndio tumefika tamati ya riwaya yetu.
Kwa niaba ya mwelekezi wangu Pambi Igara na wahariri wangu Neka Igara, Barak Wandera na Marion Baraka, nasema asanteni sana kwa kusoma nami riwaya hii. Shukran.